Waziri wa fedha John Mbadi atakuwa anawasilisha bajeti ya mwaka 2026 mwaka 2027 katika bunge la kitaifa pale. Lakini kwa upande mwingine, muungano wa upinzani siku ya jana uliweza kuzindua kile walichokiita kama bajeti ya mwananchi na kuwataka wabunge kukata bajeti ya serikali ya takriban trilioni 4.82 pamoja na mswada wa fedha wa mwaka 2026 ukisema umeshindwa kushughulikia matatizo ya kiuchumi yanayowakabili wa Kenya. Ukiongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, upinzani umedai kuwa serikali ya Rais William Ruto imeongeza mzigo wa madeni, ushuru na kupunguza fedha za huduma muhimu kama elimu na afya. Na akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Kalonzo ameweza kusema kuwa bajeti ya serikali itaacha nakisi ya zaidi ya takriban trilioni 1.1 ambayo italazimika kufadhiliwa kwa mikopo, jambo alilolisema litaacha vizazi vijavyo vizazi vijavyo vitaachiwa mzigo mkubwa wa madeni pale. Na muungano huu unapendekeza kuongeza fedha za elimu kutoka takriban bilioni 668.3 hadi bilioni 737.3 ili kufadhili kikamilifu elimu ya msingi, sekondari na sekondari ya msingi pale, msikilizaji, ama junior secondary schools pale. Pia unapendekeza kupunguza matumizi ya usimamizi katika wizara ya elimu na kuelekeza fedha hizo kwa wanafunzi. Katika sekta ya afya, upinzani umepanga kuongeza bajeti hadi takriban na shilingi bilioni 200 shilingi bilioni 242.3 kurejesha mpango wa Linda Mama na Edu Afya, pamoja na kuongeza fedha kuhakikisha kuwa hospitali za umma zina dawa na vifaa vya kutosha pale. Pia wameweza kuahidi kufuta ushuru wa nyumba za bei nafuu na kupunguza baadhi ya ada zinazochangia kupanda kwa gharama ya maisha. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema serikali ya upinzani itafuta ushuru wa nyumba mara moja iwapo watashinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini pia ameweza kuonya Wakenya dhidi ya kununua nyumba za mpango wa nyumba za bei nafuu au mali ya umma itakayouzwa kabla ya uchaguzi. Anasema kuwa iwapo watakuwa wanachukua serikali, Rigathi Gachagua anasema kuwa msinunue nyumba za bei nafuu, zile affordable housing, manake hiyo ni mambo ambayo watafutilia mbali iwapo watakuwa wanapata mamlaka mwaka 2027 pale. Ingawa upinzani hauna idadi ya kutosha ya wabunge kupitisha mapendekezo yake,